Africans chini ya Romain Folz, japo mambo ni mengi sana mjini. Stories za Romain Folz kuondoka na kurudi zipo za kutosha. Nafikiri changamoto ambayo iko Young Africans kwa sasa ni timu kuanza upya basi. Wachezaji wengi ambao wameingia kwenye kikosi cha kwanza sasa hivi cha Romain Folz ambaye ameonekana na mabadiliko. Wachezaji wengi waliojirudia ni wale wachezaji ambao walikuwa Yanga kwa muda mrefu. Wachezaji ambao wamekuja wageni na wanaanza kwenye mechi nyingi ni wachache. Isipokuwa kilichopo Yanga kwa sasa ni timu imeanza upya, kwa sababu mwalimu aliyekuja ni mwalimu ambaye amekuja na vitu vipya kwenye timu. Inawezekana kabisa ikatokea Gamondi, Sidramovic na Miluda Hamdi walikuwa wanatofautiana kwenye vitu vingi. Hiyo inawezekana. Lakini staili yao ya kucheza licha ya kwamba ilikuwa inatofautiana, uliona timu bado haina mabadiliko makubwa yaliyoifanya timu ionekane imeanza moja. Lakini kwa mwalimu huyu ambaye ameingia Romain Folz kwenye timu, yeye amekuja anataka kuingiza vitu vyake ambavyo anaamini vinaweza kuitengeneza Yanga ikawa bora kuliko alivyoikuta. Sivyo bahati muda haumsubiri Romain Folz. Yuko nje ya muda, kwa maana ya kwamba kadri muda unavyokwenda na mambo yake yanapokuwa hayajakaa sawa, ndivyo ambavyo watu wanaendelea kumdisregard kama kocha mzuri. Jambo ambalo kwangu mimi linakuwa gumu kidogo kuamini kwamba yule sio kocha mzuri. Mimi naamini ni mwalimu mzuri, isipokuwa kaja kwenye kipindi ambacho wachezaji pia wako kwenye nyakati za mabadiliko. Kwa mfano, Bakari Nondo Mwamnyeto hakuwa mchezaji ambaye anaanza mara kwa mara, kwa mfano msimu uliopita. Sasa hivi kwa kwenye mabadiliko, anataka kurudi kwenye kikosi cha kwanza na ameshamuonyesha mwalimu ana uwezo na mwalimu amemwamini Bakari Nondo anacheza. Sasa hivi kuna kipindi ambacho Yanga itamkosa Ibrahim Abdullah Baka. Maana yake Mwamnyeto atatakiwa acheze na Dickson Job. Huo muda wote Mwamnyeto ataaminiwa hapo umetokana na hizi siku chache zilizopita alizoaminiwa na Romain Folz. Hilo la kwanza. Azizi Ndabwile hakuwa mchezaji anayeanza pia mara kwa mara kikosi cha kwanza cha Yanga msimu uliopita, lakini kwa dakika alizopewa tangu msimu umeanza tumemwona ni Azizi Ndabwile ambaye amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu, which means sasa yeye ndo amekuwa favorite kwa mwalimu kuliko Musa Bala Conte ambaye watu wengi walimzungumza pengine angeweza kuja kuwa favorite kwenye timu. Leo hii kuna wachezaji ambao walikuja kwenye timu wakaonekana wana uwezo mkubwa. Tangu msimu uliopita wamefanya vizuri na msimu huu amekuwa akianza, mfano akina Pacome, Max Nzengeli. Hawa ni wachezaji ambao tangu msimu uliopita walikuwa wanaonyesha wana performance bora na still mwalimu anawapa nafasi wana perform. Ukiangalia kwenye uhalisia, Yanga sasa hivi mechi ya kirafiki dhidi ya TRA kwao ni mechi muhimu ilikuwa, kwa sababu mwalimu wa Yanga sio kwamba anaitengeneza timu ambayo ina wachezaji wengi hawajuani. Anaitengeneza timu ambayo ina mchanganyiko wa wachezaji wachache wageni na wengi wenyeji ambao walikuwa kwenye timu kwa muda mrefu, kupata muunganiko ambao utaendana na system wanayoitaka yeye timu icheze. Kwa hiyo hapo ndiko kuna ugumu kwa watu kumuelewa kwamba ana uwezo au hana, kwa sababu tu inaonekana Yanga inashinda, lakini kiukweli haichezi kwenye rhythm ambayo Yanga walishazoea kuona timu yao ina flow vizuri. Jambo ambalo kwangu mimi halinishangazi, isipokuwa najua matokeo mazuri Yanga wakipata watakuwa wanasahau kama kocha wao yuko kwenye kuitengeneza timu upya. Ila once kitokea timu haijapata matokeo mazuri, either wamepata sare au wamefungwa, lazima wamwambie kocha uwezo wako ni mdogo. Nimeona kwenye mechi zilizopita hawakupiga watu makelele mengi kuhusiana na kocha. Ilipokuja sare ya ligi kuu dhidi ya Mbeya City, mambo yakaanzia pale tena kwamba huyu kocha hatumuelewi, kocha uwezo wake mdogo. Mimi naamini kwa level ya mwalimu ambaye Yanga wamemleta ni mwalimu ambaye daraja lake ni kubwa la taaluma, isipokuwa kwenye karia sasa ni mwalimu ambaye anajitafuta kupitia Yanga. Mimi simuoni kama ni mwalimu ambaye alikuwa na background kubwa huko nyuma ukilinganisha na mtu kama Gamondi ambaye wale kumleta au Miluda Hamdi ambaye tayari walikuwa na uzoefu wa muda mrefu. Kwa hiyo hata wanapokuja kwenye hizi timu, hata ukiwapa timu katikati ya msimu, ni rahisi kuyaona mabadiliko wao wamealeta na timu na flow, kwa sababu tayari wana uzoefu wa muda mrefu. Huyu kocha bado ni mdogo kwenye safari yake ya ukocha, kwa hiyo yuko kwenye majaribio ambayo anayafanya, na hapo ndiko ambako mimi naona kuna shida.
Sawa, yuko hapa Yanga lakini pia meneja wa Young Africans Walter Harrison, lakini pia Ali Kamwe kutoka Young Africans wako hapa ndani. Wanawe ya kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimejiri. Hawa hapa, karibu. Ya, tumekuwa na mazoezi mazuri. Mimi nasemaga hizi ni mechi za mazoezi kwa sababu mchezo huo utakaocheza kule Malawi. Nation, umesikia kutoka kwa Walter Harrison lakini pia Ali Kamwe kuhusiana na kile ambacho wanakiendea hivi sasa. Tafsiri ya mchezo na TRA United ni inatoa tafsiri gani? Kucheza na TRA kuna ipa Young Africans ladha gani kwenye kufuatia mchezo huo? TRA atawapa Yanga ladha ya ushindani wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sababu hizo ni aina ya timu ambazo watakuwa wanakutana nazo. Kuna Rilanti Lusajo, kuna Shabani Idi Chilunda, kuna Adam Omari Adamu, au ni washambuliaji ambao wako katika klabu ya TRA United. Ni sio timu nzuri sana wala sio timu mbaya sana. Ni timu ambayo ipo katikati kwenye ushiriki wa ligi, na hata michezo yao miwili ya mwanzo wote wametoka sare ambao 2-2 dhidi ya Dodoma Jiji, na wakatoka sare bila kufungana dhidi ya Pamba. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo inamsaidia zaidi mwalimu kwenye maandalizi ya ligi kwa sababu hizi ndo aina ya timu ambazo watakutana nazo. TRA haipishani na Mbeya City, inafanana tu na Mashujaa, inafanana na Pamba hivyo. Lakini kwenye kujiandaa na kimataifa sioni kama TRA inafanana. Labda kwa sababu timu ya Malawi Silver Strikers sio timu kubwa sana, wala sio timu ambayo imesheheni quality players ambao wanaendana na material zile za hatua ya makundi CAF Champions League au robo finali. Lakini naona ni mchezo ambao wanapata testi ya ligi zaidi na sio kimataifa. Lakini sasa kutokana na kwamba mwalimu bado ana struggle na masuala ya kimifumo kwenye timu yake, anaonekana hachezi mpira mzuri, lakini timu inaonekana inafikika sana golini, lakini namna ambavyo inatengeneza nafasi hakuna zile clear chances ambazo watu wamezoea kuziona kwa upande wa Yanga. Inaweza ikamsaidia mwalimu labda kuangalia baadhi ya vitu, namna ambavyo wanamiliki mpira, namna ambavyo wanashambulia na namna ambavyo wanazuia. Lakini kwa aina ya mshindani simuoni kama TRA United atawapa ile testi ya wao kujiandaa kimataifa. Sawa, saa moja dakika 54 tunatamatisha tu kwa kile ambacho kina hoja kuu hapa ndani. Kwa asilimia gani wamejitahidi kuongeza kitu kwenye kalenda hii ya FIFA, wakati ratiba za kalenda ya FIFA zikiendelea? Timu kwa hatua gani zimeongeza kitu? Hazatumia ni nafasi bure tu. Unajua hii kalenda ya FIFA imekuwa kwa muda mrefu, na sisi ligi nakumbuka tangu tarehe 6 mpaka tarehe 14. Hapo ndo kwa mujibu wa ratiba ya TFF ndo muda ambao ligi itasimama. Lakini angalia namna ambavyo hizo ni siku nyingi, ni siku zaidi ya 10 ambazo timu zinapata, ambazo kuna mechi 3 ndani yake. Kuna muda wa mechi 3 katika hizo siku 10. Ndio maana hata ukiangalia kwa Simba, wao walivyoona hii FIFA International Break, wamefanya haraka sana kutafuta kocha, na wamempata Pantev ambaye amekuja mapema sana ili aweze kupata muda wa walau zaidi ya siku 10, muda karibu kama siku 12 hivi, kwa sababu kuanzia tarehe 17 ndo zinaanza mechi za ligi ya mabingwa. Na Simba nakumbuka mechi yao ya mwisho ya ligi kuu soka Tanzania bara wamecheza tarehe 1. Kwa hiyo ukipiga hesabu kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 16 mpaka tarehe 17 ni zaidi ya siku 16, ukitoa labda siku ya safari na nini. Kwa hiyo kuna kama wiki 2 kabisa ambazo zinatosha kwa clubs kufanya maandalizi, kuendelea kufanya mazoezi, kuendelea kuongeza makocha, kuendelea kuongeza mbinu kwa wachezaji na ufundi. Kwa hiyo ni siku ambazo zimekuwa muhimu sana, hasa kwa timu zote mbili. Kwa Simba kwa sababu wao wana kocha mpya ambaye atatumia hizi siku zaidi ya siku 10 kufanya kuwajua wachezaji, lakini pia hata hizo mechi za kirafiki. Lakini kwa upande wa Yanga, kwa mwalimu ambaye bado alikuwa na struggle
namna timu yake inavyocheza, hii FIFA International Break inaweza kuwa na faida kubwa sana kwa upande wake, kwa sababu atapata siku ambazo zitampa muda wa yeye kukaa na wachezaji wake, kuendelea kuwapa mbinu zake, kuendelea kutengeneza mfumo mzuri ambao timu itakuwa inacheza, inapata matokeo ya kushawishi. Sio timu imeshinda alafu inaonekana timu imecheza vibaya ikashinda. No, ni muda mzuri wa mwalimu kutumia siku hizi kujua kwamba kuendelea kuingiza mbinu na mifumo kwenye timu yake, kuendelea kutengeneza partnership kwa wachezaji, kutengeneza confidence kwa wachezaji, kutengeneza confidence kwa mwalimu mwenyewe, ili timu ikirejea pengine tuanze kuona mabadiliko. Sawa, saa 1:57 tunamaliza hivyo kampa tena. Na kampa tena ilikuwa imesheheni story mbalimbali, lakini story tu hazitoshi, bali kuhakikisha kwamba wiki yako hii mpya ya Jumatatu ya tarehe 13 Oktoba 2025, basi na wewe unakuwa na namna nzuri sana kuimaliza ama ya kuianza wiki hii ili uweze kuimaliza salama.